أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirulmuminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza matukio mbalimbali ya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yatokayo mara baada ya vita ya Badr. Kuhusiana na hilo, katika matukio muhimu ya mwaka wa pili wa hijra, kuna tukio moja la kuanzishwa kwa makaburi ya Madina, yani Jannatul Baqi. Jinsi Jannatul Baqi ilivyoanza, maelezo tuliyoyapata ni kama yafuatayo, ya kwamba baada ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Madina, kulikuwa na makaburi mengi katika Madina. Mayahudi walikuwa na makaburi yao, ilhali makabila mbalimbali ya Waarabu yalikuwa na makaburi yao. Madina Tayyaba kwa kuwa ilikuwa imegawanika katika maeneo mbalimbali, hivyo kila kabila lilikuwa likiwazika maiti zao katika maeneo yao. Qaba ilikuwa na makaburini yao iliyokuwa mashuhuri zaidi, na japokuwa kulikuwa na makaburi mengine madogo madogo. Kabila Banu Zafar lilikuwa na makaburi yao, Banu Salma walikuwa na makaburi yao, na pia katika makaburi mengine kulikuwa na makaburi ya Banu Saida, ambapo baadaye Suku Nabii ilipatikana, sehemu ambapo msikiti wa unabii ulijengwa. Hata hivyo, katika maeneo yale pia kulikuwa na makaburi machache ya baadhi ya washirikina. Katika makaburi hayo yote, Baqiul Gharqad lilikuwa kaburi la zamani lilo mashuhuri, na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolichagua kwa ajili ya makaburi ya Waislamu, kuanzia wakati ule hadi leo sehemu hiyo imeendelea kuwa na umuhimu mkubwa, na daima umuhimu huo utadumu. Hat Abdullah bin Abi Rafi anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatafuta sehemu ambapo iwe na makaburi ya Waislamu tu, na kwa shabaha hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kukagua na kuangalia baadhi ya maeneo. Ufahari huu ulikuwa umeendikwa katika haki ya Baqiul Gharqad. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba mimi nimeamrishwa ya kuwa mimi niichague sehemu hii, yani Baqiul Gharqad. Sehemu hiyo katika zama zile ilikuwa inaitwa Baqiul Khabkhaba. Vile vile humo kulikuwa na miti mingi ya Gharqad na vichaka vingi, na kulikuwa na mbu na wadudu wengi. Na mbu, kwa sababu ya uchafu au hali ya mapori, kila walipokuwa wakiruka juu ilikuwa inaonekana kwamba mawingu ya moshi yametanda. Mtu wa kwanza aliyezikwa humo alikuwa hat Usman bin Mazun. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka jiwe moja juu ya kaburi lake kama alama, na akasema kwamba huyo ni mtanguliaji wetu. Na baada yake kila mtu alipokuwa akifa, watu
walikuwa wakimuuliza mtume saa salam kwamba mtu huyo azikwe wapi. Mtume saa salam alikuwa anasema kwamba mumzike karibu na mtanguliaji wetu osman bin mazun katika baqi. Baqi katika lugha ya kiarabu ni sehemu ambapo inakuwa na miti mingi, yani kuwe na uwingi wa miti. Katika madina toyiba sehemu hiyo ilianza kujulikana kwa jina la baqiul gharqad, kwani kulikuwa na miti mingi ya gharqad kama nisemavyo, na pia kulikuwa na vichaka vingi. hiyo inaitwa jannatul baqi. neno la jannat katika lugha ya kiarabu maana yake moja ni bustani au firdausi. hivyo sehemu hiyo katika watu walio waajimi inajulikana kwa jina la jannatul baqi. abdul hamid qadri saheb ndiye aliyeandika maelezo hayo. kisha anasema kwamba hatutakiwi kusahau ya kwamba waarabu kikawaida wanaita makaburi yao kwa jina la janna, na kuna jina jingine ambalo ni maqabirul baqi, na jina hili ni mashuhuri zaidi kwa arabi. hatmiza bashir ahmad saheb ameeleza maelezo yake katika sirat khatam nabiyin akisema ya kwamba mwishoni mwa mwaka huo huo, yani mwaka wa pili wa hijra, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwachagulia maswahaba zake makbara katika madina inayoitwa jannatul baqi, na kisha maswahaba walikuwa wakizikwa katika sehemu hiyo hiyo ya makaburi. mtu wa kwanza aliyezikwa katika maeneo hayo alikuwa osman bin mazun. osman alikuwa miongoni mwa waislamu wa awali waliokubali islam. alikuwa mtu mwema sana. baada ya kusilimu, safari moja alimwomba mtume saa salam akisema kwamba mtume wangu ni ruhusu, mimi nataka kwamba nijitenge na dunia na niwaache mke na watoto wangu na nijitolee maisha yangu wakfu kwa ajili ya ibada ya mungu. lakini mtume saa salam hakumruhusu, bali watu ambao walikuwa hawajitengi na dunia lakini walikuwa wanazidi sana katika kufunga saumu na kuswali, walikuwa hawajitengi na dunia lakini walikuwa wanatumia muda mwingi sana katika kufunga saumu na kuswali, kiasi kwamba watu wa familia yao walikuwa wanapata athari. kuhusu watu hawa pia mtume akasema kwamba mnatakiwa kutoa haki ya mungu kwa mungu na mutoe haki za mke na familia na watoto, na pia mutimize haki za wageni, na pia mutoe haki ya nafsi, kwani mwenyezi mungu ndiye aliyepanga haki hizi zote, na kutekeleza haki hizi zote zinaingia katika ibada, yaani kutekeleza haki hizi pia ni ibada. ilmuradi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakumruhusu osman bin mazun kujitenga na dunia, na katika islam akisema kwamba urahbania ni haramu, akasimamisha njia moja ya wastani kwa ajili ya watu wa umma wake. kifo cha osman bin mazun kilimhuzunisha sana mtume sallallahu alaihi wasallam, na riwaya inasema kwamba baada ya kifo cha osman bin mazun mtume saa salam akabusu paji lake, na wakati ule macho yake yalikuwa yamejaa na machozi. na baada ya kumaliza mazishi yake mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka jiwe moja juu ya kaburi lake kama alama, na kisha saa nyingine alikuwa anakwenda jannatul baqi na alikuwa anafanya maombi kwa ajili yake. osman alikuwa mhajiri wa kwanza aliyefariki katika madina. sasa mimi naeleza kuhusu ghazwa zi amr au ghazwa bani ghatfan. mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipata taarifa hii ya kwamba tawi moja la kabila la ghatfan, banu salba na banu maharib wamekusanyika katika eneo la zi amr. hayo ni makazi katika maeneo ya ghatfan,
na nia yao ndiyo hii kwamba wao yashambulie maeneo yanayoizunguka madina na mtu aliyewachochea watu dhidi ya waislamu alikuwa mtu mmoja wa banu maharib aitwaye dosur bin haris. mara baada ya kupata habari hiyo mtume saa salam akawaamuru watu kujiandaa kwa ajili ya vita na akiwa na jeshi la masahaba 450 akaondoka kutoka madina na waislamu walikuwa na mafarasi wachache na katika madina mtume salallahu alaihi wasallam akamteua hat usman bin affan kama kaimu wake. ghazwae ghatfan ilitokea mwezi wa rabiul awal mwaka wa 3 wa hijra. mwezi wa rabiul awal tarehe 12 mtume saa salam akaondoka kwa ajili ya vita hiyo na watu wa madina wakavumilia umbali wake kwa siku 11 na kisha mtume saa salam tarehe 24 rabiul awal akarejea madina. mtume salallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupambana na ghatfan sehemu ambapo akapiga kambi. sehemu hiyo ilikuwa inaitwa zi amar na ndiyo maana kwamba ghazwa hii inajulikana kwa jina la ghazwa zi amar na kwa sababu ya kabila ghatfan inajulikana kwa jina la ghazwa banu ghatfan. zidi ya uchochezi wa washirikina mtume salallahu alaihi wasallam alipoondoka imeendikwa hivi kwamba baada ya kuondoka kutoka madina masahaba wakakutana na mtu mmoja wa banu swalba katika eneo la zulkasa. zulkasa ilikuwa na umbali wa maili 24 kutoka madina katika njia ya rabza. mtu huyo alikuwa anaitwa jabbar. masahaba wakamkamata na wakamuuliza kwamba yeye ana nia gani. ye akasema kwamba anataka kwenda yasrib na naenda kutafuta kibarua. yeye akaletwa kwa mtume salallahu alaihi wasallam. yeye akamwambia mtume saa salam kuhusu hali ya kaumu yake. mtume salaa salam akampatia mwito wa kuingia katika islam na yeye akasilimu mara moja. yeye alipojua kuhusu nia ya mtume saa salam kwamba mtume saa salam ametoka ili kupambana na banu swalba na banu maharab, yeye akasema kwa mtume saa salam kwamba ewe mtume salallahu alaihi wasallam, wao hawatakuja mbele yako. kama watajua kuhusu ujio wako basi watakimbia na watapanda juu ya milima. bila shaka walikuwa na nia ya kuishambulia madina, lakini alisema kwamba wao hawatakuja mbele yenu na akasema kwamba mimi pia naenda pamoja nani. mtume saa salam akamkabizi jabbar kwa bilal. yeye akawaongoza waislamu kwenda kwenye njia nyingine na akawaleta katika maeneo yao. watu wa huko walipoona jeshi la islam likija mbele yao, wao wakakimbia na wataenda kupanda juu ya milima. mtume saa salam akiwafuata akafika katika eneo la zi amr na akapiga kambi. mvua kali ikaanza kuonyesha huko. mawazi ya mtume saa salam na maswahaba yakaloa. mtume saa salam akatandika nguo zake juu ya mti ili aweze kukausha na mwenyewe akapumzika chini ya mti ule. maswahaba wengine walikuwa wanashughulikia na shughuli zao. hapo hapo makafiri walikuwa wamepanga njama ya kumua mtume saa salam. kuhusu tukio hilo imeendikwa ya kwamba watu hawa walikuwa wamejificha katika milima. wao walikuwa wanaangalia shughuli zote za mtume salallahu alaihi wasallam kutoka juu. washirikina walipomwona mtume saa salam akipumzika akiwa peke yake, wao wakaaja kwa kiongozi wao dosur. mtu huyo alikuwa shujaa zaidi kuliko wote. washirikina wakasema kwamba wakati huu mtume saa salam amepumzika akiwa peke yake, hivyo ni kazi yako kupambana naye. riwaya moja inaeleza hivi kwamba hata dusur mwenyewe alipomwona mtume saa salam akipumzika akiwa peke yake, ye akasema kwamba kama hata wakati huu pia nisimue muhammad saa salam, basi mungu mwenyewe aniangamize. na kwa kusema hayo
dusur akinyosha upanga wake akaondoka na akafika kwa mtume saa salam na akasimama kule na kisha akasema kwa sauti ya juu kwamba leo au akasema kwamba sasa hivi nani anaweza kukuokoa kutoka mkono wangu. Mtume salllahualwalhi wasalam akasema kwa utulivu kwamba mungu atanisalimisha kutoka kwako. Hapo yeye akaanguka juu ya ardhi na upanga ukadondoka kutoka mkono wake. Mtume akachukua upanga wake na akasema kwamba sasa nani atakuokoa kutoka kwangu. Hapo dosur akasema kwamba la ahadun wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wallahi la uqassiru alaika jaman abada. hakuna anayeweza kuniokoa na mimi natoa ushahidi kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah na muhammad ni mtume wa allah. wallahi katika siku za usoni mimi sitawachochea watu zidi yako. hii ndiyo ahadi aliyofanya. mtume sawasalam akampatia upanga wake na riwaya moja inasema kwamba dosur akaelekea kwa mtume na akasema kwamba wallahi wewe ni bora zaidi katika kufanya hisani. mtume saa salam akasema kwamba ana ahaqu bizalika minka, mimi nastahiki zaidi kuliko wewe kwamba nifanye hisani. na dosur akarejea kwa kaumu yake, lakini hali yake ilikuwa imebadilika kabisa na yeye alikuwa anafanya mahubiri katika kaumu yake. dosur akawasimulia tukio lake jinsi alivyoanguka. yeye anasema kwamba mimi nikamwona mtu mrefu nilipokuwa nimesimama nikishika upanga, nikamwona mtu mmoja mrefu, yeye akanisukuma na mimi nikaanguka chini. ndipo nikajua kwamba huyu si mtu wa kawaida bali huyu ni malaika. basi wakati ule ule nikakiri kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah na muhammad saa salam ni mtume wa allah. anasema kwamba wallahi mimi sitachukua hatua yoyote au sitafanya njama yote zidi yao. na kisha ye akaanza kuwaita watu wa kaumu yake katika islam na mwenyezi mungu kwa kupitia yeye akawaongoza watu wengi. kisha mtume saa salam akarejea madina na hakuna vita iliyotokea. na kwa ajili ya vita hii au kwa ajili ya safari hii mtume saa akabaki nje ya madina kwa siku 11 na sawa na kauli moja akabaki nje kwa siku 15. na abu umar anasema kwamba mtume saa salam akaishi nje kwa mwezi mzima. hizi ni riwaya mbalimbali, lakini safari hii ilikuwa ni ya siku chache tu. baadhi ya maulamaa tukio litokalo hapo juu, yani jinsi mtu huyo alinyosha upanga juu ya mtume sallallahu salam na alitaka kumshambulia mtume sallallahu salam, maulama wamesema kwamba tukio hili ni la ghazwa zaturriqa na wamesema kwamba ni tukio moja tu litokalo, lakini wahakiki wengi wamesema kwamba haya ni matukio mawili tofauti yatokayo katika vita tofauti. mtu aliyemshambulia mtume sasa katika ghazwa zaturriqa jina lake lilikuwa ni ghoras, na kuhusu huyu inasemwa kwamba alikuwa amekubali islam, na pia wanasema kwamba alikuwa hakukubali islam, lakini ye alikuwa ameahidi kwa mtume kwamba katika siku za usoni hatakuja zidi yake katika vita yoyote. hii ni riwaya ya bukhari. matukio yatokayo katika mwaka huo, tukio moja ni la kifo cha hat ruqaya na pia ni tukio la kuolewa kwa hat umme kulthum fuatayo ambayo yameelezwa na abdullah bin munkaf bin harsa ansari ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoondoka kwa ajili ya vita ya badr akamwacha hat usman kwa binti yake hat ruqaya ambaye alikuwa naumwa, na yeye akafariki dunia siku ile ile ambapo hazar bin harisa akaja madina na
habari ya ushindi wa badr, ushindi ambao allah alikuwa amempatia mtume salallahu alaihi wasallam katika badr. mtume salallahu alaihi wasallam akampangia hat usman sehemu katika ngawira ya badr, na sehemu yake ilikuwa sawa na sehemu ya wale walioshiriki katika vita ya badr. mtume salallahu alaihi wasallam baada ya kifo cha hat ruqaya akamwoza binti yake hat ume kulsum na hat usman bin affan. hata abu huraira anasimulia ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikutana na hat usman kwenye mlango wa miskiti na akamwambia kwamba usman, huyu ni jibrail, yeye amenipa habari ya kwamba mwenyezi mungu amemwoza ume kulsum na wewe juu ya mahari ya ruqaya, na kwa sababu ya hulka zako tukufu jinsi ulivyomtendea, yani juu ya mahari ya ruqaya mwenyezi mungu amemwoza binti mwingine na atusman, yani mungu ametoa amri kwamba binti huyu wa pili aolewe na hatusman. hata aisha alisema kwamba mtume sallallahu salam alipomwoza ume kulsum na hatusman akamwambia hat ume eman kwamba umtiarishe binti yangu ume kulsum na uende ukamwache kwa uthman na upige dufu mbele yake. ye akafanya hivyo. mtume salallahu alaihi wasallam baada ya siku 3 akaenda kwa hatume kulsum na akamwambia kwamba ewe binti yangu mpendwa, umepataje mume wako? ume kulsum akasema kwamba huyu ni mume mwema sana. hatume kulsum akaishi kwa hatusman hadi mwaka wa 9 wa hijra na kisha akaugua na akafariki dunia. mtume sasam akaswalisha sala ya jina yake na akaketi karibu na kaburi lake. hat anas anasimulia kwamba yeye akamwona mtume salallahu alaihi wasallam akiketi karibu na kaburi la hatume kulsum katika hali hii kwamba macho yake yalikuwa yamejaa na machozi. katika riwaya moja ya bukhari tukio hili limesimuliwa hivi ya kwamba hilal amesimulia kutoka kwa anas bin malik. ye anasema kwamba sisi tulikuwepo katika mazishi ya binti ya mtume saa salam, na ye akasema kwamba mtume saa salam alikuwa ameketi karibu na kaburi lake. nikaona kwamba machozi yalikuwa yakidondoka kutoka macho yake. riwaya moja inasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema juu ya kifo cha tume kulsum kwamba kama mimi ningekuwa na binti watatu basi ningemwoza na uthman. hata ibn abbas anaeleza ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alipita karibu na eneo moja na akaona kwamba uthman alikuwa ameketi huko na alikuwa analia katika ghamu ya kifo cha hatume kulsum binti wa mtume saa salam. msimuliaji anasema kwamba pamoja na mtume saa salam walikwepo wenzake wawili, yani hata abubakar na hata umar. mtume saa salam akamuuliza uthman akisema kwamba kwa nini unalia? hata uthman akasema kwamba ewe mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam, mimi nalia na sababu ya kulia kwangu ni kwamba uhusiano wangu na wewe wa wanamkwe sasa umekwisha, yani wake zangu wamekufa na sasa uhusiano huo umekwisha. mtume akasema kwamba usilie, na apa kwa dhati ambaye nafsi yangu i mkononi mwake, hata kama ningekuwa na mabinti 100 na mmoja baada ya mwingine wangefariki dunia, mimi ningeendelea kuwaoza na wewe. hiyo ilikuwa ni hali ya kuonesha na kudhihirisha mapenzi iliyotokea pande zote mbili. hata Uthman alikuwa na ghamu hii kwamba sasa uhusiano wake na mtume saa salam umekwisha, yani uhusiano wa kuwa mwanamkwe. lakini mtume sasa akatia moyo na akasema kwamba uhusiano huo upo na utadumu, usiwe na wasiwasi. Mirza Bashir Ahmad Saheb ameeleza hali ya harusi hii katika Sir Khatama Nabiyin kama hivi kwamba Ruqayya binti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mke wa Uthman bin Affan, alipofariki dunia, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoza binti yake mwingine Umm Kulsum na hat Uthman, ambaye alikuwa mkubwa kuliko Fatuma lakini alikuwa mdogo kuliko Ruqayya.
na ndiyo maana kwamba hata usman anaitwa zunnuren yani mwenye nuru mbili. hiyo ilikuwa ndoa ya pili ya ume kulsum, kwani yeye na dada yake ruqaya mwanzoni walikuwa wameolewa na vijana wawili wa baba yake mdogo wa mtume saa salam yani abu lahab. Lakini kabla ya kufanya sherehe ya harusi, kwa sababu ya upingamizi wa kidini, ndoa hizi zikavunjika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoza ruqaya na hatusman, na kisha baada ya kifo chake akamwoza ume kulsum na hatusman. Lakini ni masikitiko kwamba hakuna kizazi kilichoendelea kwenda mbele kutoka mabinti hawa, kwani ume kulsum hakupata kizazi chochote, na mtoto wa ruqaya abdullah akafariki dunia akiwa na umri wa miaka 6. na ndoa ya ume kulsum ilikuwa imetangazwa katika mwezi wa rabiul awal mwaka wa 3 wa hijra. matukio yatokayo katika muda huo, kuna tukio la ghazwa bohran, na hiyo inaitwa ghazwa bohran, na pia inaitwa ghazwa furo na ghazwa banu sulaim. bohran katika maeneo ya bonde la furo ni mgodi wa watu wa hejaz, na bonde la furo linapatikana likiwa na umbali wa maili 96 kutoka madina. mtume sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa kwamba wingi wa banu sulaim wamejumuika katika bohran. hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua hat abdullah bin ume maktum kuwa naibu wake katika madina, ilhali sawa na riwaya nyingine akamteua hat umar kama naibu wake, na akachukua jeshi la masahaba 300 na akaelekea upande wa bohran. lakini mtume saa salam hakuzihirisha sababu ya safari yake kwa watu wengine. jeshi hili la kiislam lilipofika karibu na bohran, wakakutana na mtu mmoja wa banu sulaim ambaye akamwambia mtume kwamba watu wao, yani wale watu wametawanika. mtume sasa akamkabizi mtu huyu kwa sababu moja, na akaelekea mbele mpaka akafika bohran. mtume hakumkuta yeyote katika maeneo yale, kwani wote walikuwa wamekwisha tawanika. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea madina na hakuna vita iliyotokea. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya safari hii alikuwa ametoka jimadil ula tarehe 6 kutoka madina, na baada ya kuishi mausiku 10 akarejea madina tarehe 16 jamadil ula. na kinyume chake ibn ishaq amesema kwamba mtume saa salam alikuwa na nia ya kuuzuia msafara wa kibiashara wa quraish hadi akafika bohran, ambayo ni mgodi mmoja katika bonde la furo, na mtume saa salam akaishi kwa miezi 2 katika maeneo yale, na kisha akarejea madina, na katika muda huo hakuna vita iliyotokea. Hazrat Bashir Ahmad Saheb ameeleza maelezo ya ghazwa ya bohran kama hivi kwamba muda mwingi ulikuwa haukupita juu ya ghazwa zi amr, yani mwaka wa 3 wa hijra mwezi wa rabiul awal. mtume saa salam akapata taarifa ya kutisha kwamba banu sulaim wamejumuika katika bohran ili kuishambulia madina, na pia pamoja nao kuna kikundi kimoja cha quraish. mtume saa salam akalazimika kuondoka pamoja na masahaba zake, lakini kama ilivyo kawaida yao, washinzi hawa wa warabuni ambao walikuwa nia ya kuwashambulia waislamu ghafla, wakipata taarifa ya ujio wa mtume saa salam wakatawanika hapa na pale, na mtume saa salam baada ya kuishi kwa muda akarejea madina. kujumuika kwa banu sulaim na banu ghatfan kwa nia ya kuishambulia madina kuna dhihirisha wazi na kinaga ubaga kwamba makabila haya washenzi wa warabuni walikuwa wapinzani wakali wa islam, na usiku na mchana walikuwa na fikra hii kwamba wakipata nafasi basi waangamize waislamu. ilmuradi mnaweza kupiga hisabu ya hali ya kutisha ya waislamu kwamba katika zama zile walikuwa na maisha ya namna gani. upande moja kulikuwa na makuraish wa Makka ambao uadui wa islam ulikuwa umewafanya kuwa vipofu, na wao walikuwa wameapa viapo kwamba
wao hawatapumzika mpaka wawaangamizi waislamu. Na upande wa pili kulikuwa na washenzi hawa wa warabuni ambao walikuwa wamekosa utulivu na walikuwa na nia ya kuwashambulia waislamu na kuwamaliza. Hivyo angalieni kwamba baada ya vita ya badr katika miezi michache tu mtume saa salam alilazimika kutoka ili kupambana na watu hawa na kwa nia ya kujisalimisha. Kama Sir William Muir alivyoeleza kwamba siku hizi zilikuwa na joto kali sana, na joto ilikuwa kali sana, yani joto la majangwa ya warabuni. Kama waislamu wasingekuwa na nusura makhsus ya mwenyezi mungu na mtume saa salam asinge wafanya waislamu kuwa makini, na pia mtume sallallahu salam asingepochagua mipango ya kuwatawanisha makundi haya, basi kuliko hakuna shaka katika kuangamizwa kwa waislamu. Hizi zilikuwa ni hatari za nje na hata hatari za ndani pia zilikuwa si chache. Hata katika madina walikuwepo wanafiki ambao walikuwa wakitafuta nafasi ya kuangamiza waislamu, na pia kulikuwa na mayahudi ambao uadui wao ulikuwa umepita mipaka yote. Na kwa ajili ya waislamu hawa wa mwanzoni kulikuwa na siku za shida kali. Hata sikilizeni kutoka kwa ulimi wao. hata Ubay bin Kab anasimulia ya kwamba katika zama zile masahaba walikuwa na hali ya kutisha, kwamba wao kwa sababu ya hofu walikuwa wakilala huku wakijiandaa na silaha, na hata wakati wa mchana pia walikuwa tayari kwamba wasije wakashambuliwa na mtu yoyote ghafla. Na walikuwa wanasemeana kwamba angalieni kama tutaishi hadi wakati ule ambapo tutaishi kwa utulivu na amani na hatutakuwa na hofu yote isipokuwa hofu ya mungu tu. Maneno hayo yanaeleza shida na msiba wa namna gani na jinsi walivyokuwa wakitamani maisha ya utulivu na amani. Kila mtu mwenye kuipenda uadilifu anaweza kupiga hisabu yake, na hizi ndio hali ya zama hizi, haswa hali ya wapalestina. Kuna saria nyingine ya Zaid bin Harisa, katika maelezo yake imeandikwa hivi ya kwamba banu sulaim waliposhindwa na banu ghatfan walipofukuzwa, na jinsi abu sufian alipotoroka katika vita vya ghazwa ya sawik, na katika ghazwa ya banu ghatfan banu swalba na banu maharab waliposhindwa. haya yote yalikuwa alama ya kupatikana kwa nguvu moja katika madina, na zaidi yake jinsi waumini walipopata ushindi katika vita vya badar na washirikina jinsi walivyoshindwa. maadui wa islam walikuwa na shida kubwa sana juu ya hali ya uchumi wao, kwani njia ya kwenda siria kutoka makka ilikuwa inapita karibu na madina, na waislamu walikuwa wamejaribu kuuzuia msafara wa kibiashara wa abu sufian katika njia hiyo hiyo. makabila yaliyo karibu na madina yalikuwa yameshafanya mkataba wa suluhu na mtume saa salam. hivyo washirikina wa makka hawakuwa tayari kuichagua njia hiyo kwa ajili ya biashara yao, na kwa sababu ya vikwazo hivi vya watu wali waislamu, watu hawa wakapata shida kubwa sana, na wakiacha njia hii iliyo maarufu wakaanza kutafuta njia mpya. siku moja safwan bin umaya akaanza kuwaambia makafiri wa maka kwamba muhammad saa salam na watu wake wametupa shida kubwa sana na wametuzuia kwenda katika markazi yetu ya kibiashara, hatujui tufanye nini. wao hawataki kuacha ufukwe wa bahari, na makabila yaliyopo kwenye ufukwe wa bahari yamefanya mkataba wa suluhu na waislamu. sasa tuende wapi na tufanye nini? tukiishi katika makka basi tutakula tu mitaji yetu yote na kisha hatutabaki na chochote ambacho tuweze kutumia kwa ajili ya kujikimu, na mali hiyo hiyo tulikuwa tunaitumia katika misimu mbalimbali katika siria na
uhabeshi. Sasa tutafanya nini? Kwa kusikia jambo hilo la Sufyan bin Umayya wote walipata huzuni. Aswad bin Matlab akatoa ushauri kwamba tunaweza kuacha njia hiyo na tunaweza kwenda Siria kwa kutumia njia ya Iraq. Safwan akasema mimi sijui njia hiyo. Abu Zama akasema kwamba mimi nakuambia kuhusu mtu mmoja ambaye anajua njia hiyo. Ye akamwambia kwamba huyu ni Farat bin Hiyan Ijli. Yeye anaendelea kutumia njia hiyo na ana ujuzi wake wote. Safwan akaapa kwa Allah na akasema kwamba vizuri sana, hayo ndiyo ninayotaka. Farat akaitwa. Alipokuja Safwan akamwambia kwamba mimi nataka kwenda Siria pamoja na msafara wa kibiashara, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametusumbua sana kuhusu biashara yetu, kwani misafara yetu inapita karibu nao. Mimi nataka kwenda Siria kwa kutumia njia ya Iraq. Farat akasema kwamba mimi nitakupeleka kwa kutumia njia moja ya Iraq, njia ambayo masahaba wa Muhammad sallam hawatapata habari yake. Njia hiyo si maarufu sana. Safwan akasema kwamba hayo ndiyo ninayotaka na hatutapata shida yoyote, kwani huu ni msimu wa baridi, hivyo hatutahitaji maji mengi katika njia na sisi tutavumilia tu. Na yeye akaanza kujiandaa kwa ajili ya safari. Kisha Safwan bin Umayya akatoa amri kwamba msafara uandaliwe na akakusanya mitaji yake yote, vyombo vya fedha na fedha yenyewe na vitu vingine pia akavichukua. Abu Zama pia akampatia Safwan dhahabu 300 misqal na pia fedha ili aweze kumnunulia. Dhahabu moja ya misqal ni takriban gram 4.67. Riwaya moja inasema ya kwamba Safwan akatoka na mitaji yake mingi, yani mitaji mikubwa ambamo kulikuwa na vyombo vya fedha na fedha yenyewe, na thamani yake ilikuwa ni 30 dirham. Abu Sufyan bin Harb pia akatoka na fedha nyingi, na watu wengine wa Quraish pia wakakusanya dhahabu na fedha na wakawakabizi washiriki wa msafara. Safwan, Abu Sufyan na watu wengine pia wakashiriki katika msafara huo kama vile Abdullah bin Abi Rabia na Huwaitab bin Abdul Uzza na kadhalik. Hivyo wakitumia njia hiyo ya Iraq wakaanza kuelekea kwenda Syria. Yani wakaanza kutumia njia hiyo ya Iraq na msafara huo wa Quraysh ukaelekea kwenda Syria. Kuhusu historia ya saria na jina lake jingine inapatikana kwamba saria hiyo ilitokea katika mwezi wa Jamadiul Akhir mwaka wa 3 wa hijra, na kuhusiana na sehemu ilipotokea hiyo inaitwa saria Qarada. Qarada ni maji moja katika maji ya Najd. Makuraish wa Makka wakaitumia njia hiyo kwa uangalizi mkubwa, habari ambayo imetajwa hapo juu. Juhudi yao ilikuwa ndiyo hii kwamba habari ya kuondoka kwao isifike Madina, waila kwenda kwetu na njia hiyo kutakuwa muhal, yani mgumu, lakini Mungu alikuwa na mpango wake mwingine. Hivyo Nuaim bin Masud Ashi akapata kujua kuhusu safari hiyo. Katika siku hizi akalazimika kwenda Madina kwa kazi yake fulani. Mtu huyo alikuwa bado mshirikina. Ye akaishi kwa kiongozi wa Banu Nazir, Kinana bin Abi Huqaiq, na yeye akamnywesha pombe. Sahaba moja Salid bin Numan bin Aslam alikuwa na uhusiano na Banu Nazir. Sahaba huyo akaja huko ambapo Kinana bin Abi Huqaiq na Naim walikuwa wameketi. Nuaim alikuwa amelewa, hivyo katika ule wake hakuweza kujizuia na akafichua siri hiyo na akaeleza yote kwamba chini ya uongozi wa Safwan bin Umayya msafara moja unaelekea Syria kwa kutumia njia ya Iraq. Salid bin Numan akasikia hayo na akatoka nje na akaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
mtume sallallahu salam akapata taarifa hiyo na akaanza kujiandaa mara moja na akawasindikiza jeshi la wapanda farasi 100 na Zaid bin Harisa akakabiziwa uongozi wake. Hiyo ilikuwa nafasi ya kwanza kwa Zaid bin Harisa ambapo alikuwa ameteuliwa kama kiongozi mkuu wa jeshi la Kiislam na akafanikiwa katika safari hiyo. Riwaya moja inasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Zaid bin Harisa pamoja na wapanda farasi 100. Ye akaelekea huko na akaanza kukutana na msafara. Baadhi yao wakakimbia kwenye mapori. Maswahaba wakawakamata watu wawili na wakichukua ngawira wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akagawa sehemu hiyo katika sehemu 5 na thamani ya khums ikawa karibu na takriban dirham 20,000 na mali nyingine akawagawia washiriki wa safari hiyo. Riwaya moja inasema kwamba Zaid akaanza kwenda kwa kasi na msafara huo ulikuwa unashuka ili kupiga kambi karibu na chemchem moja. Wao wakaenda kuwakamata na wakawashambulia na wakateka mali yao. Safwan bin Umayya hakuona njia isipokuwa kuwakimbia Waislamu, na inasemwa kwamba Waislamu wakamkamata kiongozi wao Farat bin Hayyan na watu wengine wawili, na pia wakateka mali yao kama ngawira iliyokuwa na vyombo vya fedha na thamani yake ilikuwa ni takriban 100,000 dirhamu. Mtume akatoa khums na mali nyingine akawagawia watu wa jeshi, na kiongozi wa Quraish Farat bin Hayyan akakubali Islam juu ya mkono wa mtume saa salam. Yaliyobaki nitaeleza siku za usoni. Misafara hii ilikuwa muhimu ya kuizuia, kwani watu hawa kimsingi walikuwa wanaandaa na wanafanya maandalizi kwa ajili ya kupigana na Waislamu. Katika zama hizi jinsi vikwazo vinavyoletwa, hiyo ilikuwa kama aina yake. Watu hawa wanaleta vikwazo ili kujipatia maslahi zao. Kwa mfano, Marekani imeleta vikwazo juu ya Uganda, kwani bunge lao limepitisha kanuni dhidi ya LGBT. Japokuwa hawataji jina, lakini ndani yake hilo ni jambo linalofanya kazi. Hii ndiyo hali yao. Watawezaje kuipinga Islam na kuleta shutuma dhidi yake? Mengine nitaeleza katika siku za usoni. Ningependa kusema tena kwa ajili ya kufanya dua ya watu wa Palestina. Sasa kilichotokea ni kwamba baadhi ya watu wasio Waislamu na baadhi ya wanasiasa, japokuwa wanaogopa, lakini wameanza kusema dhidi ya zulma hiyo. Sasa baadhi ya Mayahudi pia wameeleza hisia zao na wameiambia serikali ya Israeli kwamba kwa nini mnatuzalilisha. Hivyo sauti hizi zimeanza kutoka kwa watu hawa wasio Waislamu. Sasa wanasema kwamba kwa masaa 4 kila siku watasitisha wita ili msaada uweze kuwafikia wa Palestina. Mwenyezi Mungu anajua zaidi kwamba wataweza kufuata au la, na katika muda mwingine wa masaa 20 jinsi watakavyo wazulumu wa Palestina Mungu anajua. Serikali kubwa na wanasiasa hawatoi umuhimu kwa nafsi za Wapalestina, wana maslahi zao, lakini kwa vyote vile wanapaswa kukumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu pia anatoa muhula kwa muda tu, na si katika dunia hii, hata kuna dunia ya akhira. Wanafahamu kwamba sisi tukipata faida katika dunia hii tutapata kila kitu. Wanaweza kukamatwa katika dunia hiyo hiyo na pia watakamatwa katika akhira. Sisi tunatakiwa kufanya dua na maombi mengi. Mwenyezi Mungu akiwasaidia wa Palestina wanaoendelea kuzulumiwa, awaokoe kutoka zulma hizi. Wakati huu baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha jeneza iliyo ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya Mansura Basima sahiba ambaye alikuwa mke wa Hamidur Rahman Khan sahib. Siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
huyu alikuwa mjukuu wa nawab abdullah khan saheb na saheb zadi amatullah hafiz begum sahiba na alikuwa mjukuu upande wa binti wa sahibza mirza sharif ahmad saheb na zainab begum sahiba na alikuwa binti wa abbas ahmad khan saheb na amatullah bari begum sahiba kwa fadhili ya allah alikuwa amefanya wasia na alikuwa mwanamke mwenye tabia njema sana. khalifatulmasih asalis alipotangaza ndoa yake na akatoa hutuba, katika hutuba yake alikuwa ametoa baadhi ya nasaha, hivyo naweka mbele yenu sehemu ya hutuba yake. khalifatulmasih asalis alisema kwamba pamoja na kutangaza ndoa, kijana na binti wanapewa wajibu mpya ambazo hawakuwa nazo hapo kabla. Alisema kwamba kuna majukumu ya mume na mke, yani kuna majukumu yao na wanatakiwa kutekeleza wajibu wao ambao unahusika na vizazi vyao vile vile. Na ama kuhusu vizazi vyao kunakuwa na wajibu tofauti. Mama anamnyosha mtoto lakini baba hamnyonyeshi, na baba anafanya kazi ya nje, na wote wakitekeleza haki zao basi wanaweza kujisalimisha na mambo mengi yaliyo mabaya. Kisha alisema kwamba aya tunazosoma katika kutangaza ndoa, mwenyezi mungu akituhimiza kuhusu wajibu wetu alisema kwamba ya ayuhannasu taku rabbakum. Katika aya hii kuna ittaqullah na uchamungu umetajwa, na aya hii inayosomwa wakati wa kufunga ndoa ni uchamungu wa allah. Na uchamungu wa allah maana yake ni kwamba jinsi allah anavyowalea waja wake, vivyo hivyo nini pia mtapewa wajibu na majukumu mengine yanayotokana na rububiyat, na mtaweza kutekeleza wajibu wenu pale ambapo mtashika uchamungu wa allah. Pili, uhusiano huo unakuwa na mambo mengi na yanaweza kutokea mashaka mengi ndani yake, hivyo tumeamrishwa kwamba qulu qaulan sadida, yani mutumie kauli na museme ukweli ulionyoka, na mkishika njia hiyo basi hakutatokea shida yoyote katika ndoa yenu. Tatu, kwamba waltanzur nafsu ma qaddamat lighad, wakubwa wenu wakiangalia mustakbali wenu wamewalea nini na nini. Kwa kuangalia mustakbali wenu mnapaswa kuwalea watoto wenu. Mustakbali huo ambao unatokana na malezi ambayo wazazi wanafanya kwa watoto wao, husi mustakbali wa aina moja tu, kwani katika dunia mambo yote yanaendelea kubadilika, yani zama imebadilika. Hivyo mapinduzi azim ambayo bishara yake ilikuwa imetolewa, sasa alama zake tumeanza kuziona. Hivyo leo wajibu wa baba ni tofauti na wajibu ambao tulikuwa nazo, bali kwa uangalizi mkubwa au kwa umakini mkubwa wana wajibu wa kuangalia malezi ya watoto wao ili waweze kulea vizazi vyao na watoto wao, na kila kizazi kiwe tayari kupokea wajibu huo. Alisema kwamba mwenyezi mungu atujalie kuelewa vitu hivi na atujalie tuweze kutekeleza wajibu wetu. Kisha alisema kwamba nimesimama ili kutangaza ndoa ya binti mmoja ambaye ni mjukuu wa nawab abdullah khan saheb na shangazi wetu amatullah hafiz begum sahiba. Alisema kwamba kizazi cha nne cha masihi maud kimeanza, na huyu ni mjukuu upande wa mama wa mirza sharif ahmad saheb. Na alisema kwamba kwa njia nyingine huyu anatokana na masihi waislam, hivyo ana wajibu mara mbili, na kama ana wajibu mara mbili hivyo kuna onyo pia ni mara mbili. Kama kuna bishara, yani habari njema kwa ajili yetu, kisha akawafahamisha watoto wa familia na wakubwa pia
alisema kwamba wanatakiwa kuelewa wajibu wao na kama hawatatekeleza wajibu wao basi watalazimika kuona maonyo mara mbili. Hivyo mungu afanyie kwamba wakubwa na wadogo waweze kuelewa jambo hilo. kisha alisema kwamba mimi ninapotangaza ndoa ya namna hiyo ambamo binti au kijana anatokana na kizazi cha masihi islam basi ninapata wasiwasi vile vile na pia ninaanza kufanya dua na maombi kwamba mwenyezi mungu awajalie waweze kutambua umuhimu wao. Wao wakiwa watumishi ni tofauti na wengine, hivyo wanatakiwa kuishi maisha wakiwa watumishi wakubwa kuliko wengine. Haya ni maneno yenye nasaha, hivyo nimeweka mbele yenu. Kuhusu maisha yake, yani maisha ya Basima Mansura, binti yake Rabia ameandika kwamba tulipokuwa watoto yeye alitufahamisha kuhusu mwenyezi mungu na pia alikuwa anatuambia kwamba tufanye dua ili mustakbali wetu uwe mzuri na mwema, na kisha tulipokuwa wakubwa tukajua maana ya dua. Anasema kwamba mama yangu alikuwa akiwapenda sana watu, alikuwa anawatanguliza wengine juu ya nafsi yake, na huu ndio uhakika. Kizwahiri watu walikuwa wakipata athari kwamba labda anatumia juu ya nafsi yake. Hapana, mwenyewe alikuwa anajitolea na alikuwa anawajali wengine. Kwa mfano, wakati wa jalsa alipokuwa anakuja London, alikuwa anawanunulia maskini zawadi na alikuwa hachukui chochote kwa ajili yake. Akamlea binti mmoja na akamlea vizuri, kisha akamwoza na pia akatumia hela nyingi katika harusi ya mabinti wengine. Na pia katika nyumba yake watu walikuwa wakija na alikuwa anawatumia majirani chakula. Hadi mwenye kufagia barabarani, yeye pia saa nyingine alikuwa akija kwake ili kula chakula. Alikuwa ameweka posho kwa ajili ya watu wengi, na kama alikuwa akiambiwa kwamba ukusanya chochote kwa ajili yako, alikuwa anasema kwamba mimi si fikiri kuhusu kesho yangu, mungu ni miliki wangu na yeye ataangalia mahitaji yangu yote. Alikuwa akiwaheshimu wakfu zindagi na alikuwa anawaheshimu sana. Alikuwa na uhusiano mzuri na jamaa zake ambao wamejitolea wakfu, na alikuwa anasema kwamba kwa kuwa wakfin wanajitolea maisha yao, hivyo yatupasa kuwaangalia. Akatimiza wajibu wake wote kwa uangalizi mkubwa. Daima alikuwa anasema kwamba mimi sifikiri kwamba wengine wamenitendea vipi, na mimi hata kama alisema kwamba nikikosea mimi nilikuwa natangulia kuomba msamaha, na kama alikuwa akisema lolote kwa mtumishi alikuwa anaomba msamaha kutoka kwake na alikuwa anampatia zawadi. Mwanamkwe wake Mirza Taqiyuddin anasema kwamba mama alikuwa amefanya wasia katika umri wake mdogo. Hata mimi nilikuwa na shangaa nilipoona famu yake ya wasia. Alikuwa amefanya wasia akiwa umri na miaka 14. Anasema kwamba alikuwa ametusimulia ndoto yake moja. Akaona katika ndoto kwamba mimi nimeshika mguu wa mungu na nalia sana, na anasema kwamba nilipoamka nilikuwa nalia. Anasema kwamba mungu anaendelea kunisaidia katika mambo yangu yote. Kuna binti mwingine Ruhi Shah Sahiba anasema kwamba alikuwa anatimiza majukumu yote katika urafiki. Alikuwa na tabia njema sana, alikuwa akimshukuru mwenyezi mungu juu ya neema zake na alikuwa anatafuta ridhaa ya mwenyezi mungu. Alikuwa anawatendea wengine kwa hisani na kisha alikuwa anatoa shukrani sana. Kuna shemeji yake mmoja Tahira Faruk Sahiba anasema kwamba marehemu alikuwa ananitendea kama niwe dada yake. Alikuwa mtu mwenye tabia njema sana, alikuwa anawapenda watu wote. Mambo ambayo alikuwa anapenda kwa ajili yake alikuwa anapenda kwa ajili ya wengine. Alikuwa na moyo safi sana.
alikuwa na tabia ya kuswali swala kwa wakati na kufunga saumu. Alikuwa na uhusiano imara sana na ukhalifa, na shughuli za jamaat alikuwa anazifanya kwa uangalizi mkubwa sana. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake, na mungu amjalie mume wake subira na uvumilivu, na awajalie watoto wake subira na uvumilivu. jeneza inayofuata ni ya Chaudhry Rashid Ahmad Saheb ambaye alikuwa msajili wa chuo cha kilimo cha Faisalabad. siku hizi alikuwa anaishi Marekani, aliyefariki dunia siku za nyuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa amefanya wasia. Mwana wake Rafiq Tahir Saheb anaendelea kuitumikia jamaat katika Los Angeles. Anasema kwamba katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kupitia kaka yake Chaudhry Barakat Ali Saheb. Kisha baadaye baba yake na watu wengine wa familia walipata bahati ya kufanya baiati katika ufisadi wa mwaka 74. japokuwa nyumba yake ilikuwa katika maeneo ya chuo, hata hivyo watu waliishambulia nyumba yake na wakateketeza mali na vitu vyote vya nyumba. wao wakaondoka kutoka kule. hali ilipoboreka wakaja tena chuoni baada ya miezi mitatu. Vice Chancellor akasema kwamba mimi nataka kumaliza hasara yako, niambie hasara yako iliyotokea. Chaudhry Saheb akanyosha kidole chake upande wa mbingu na akasema kwamba mimi sitaomba msaada kutoka mtu yeyote. mimi nimevumilia hasara yote katika njia ya Allah, nimepata hasara hii katika njia ya Allah, hivyo mwenyezi mungu ndiye atakaye timiza na atakaye maliza hasara hiyo. kisha mungu akampatia fadhila yake na akapata neema nyingi. alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, alikuwa anafanya juhudi ya kutekeleza amri za khalifa neno kwa neno. alikuwa na uaminifu mkubwa. alikuwa mjumbe wa University Grant Commission. hiyo ni wazifa kubwa. na safari moja kulikuwa na kikao sehemu fulani, na yeye alipewa hela ya kununua tiketi ya gari moshi katika sehemu iliyo na AC. na wakati wa kurejea baadhi ya jamaa zake wakasema kwamba sisi pia tunataka kwenda pamoja nawe. ye akabadilisha tiketi yake na akasafiri katika second class, na hela iliyobaki akairudishia serikali. safari moja alienda katika ofisi ya chairman ya Grant Commission katika chuo. na alipofika huko akapeleka ndani kitambulisho chake kwamba anataka kukutana naye. mkurugenzi huyo akatoka nje mwenyewe na kisha akamwambia rafiki yake mmoja kwamba huyu ni mtu ambaye nilikuwa na kuambia kuhusu uaminifu wake, kwamba huyu ni mtu mwaminifu sana. yeye akaanza kueleza kuhusu jamaati na akasema kwamba mimi ni Ahmadia na uaminifu huo nimeupata kwa sababu ya kuwa Ahmadia. hivyo hili ni somo kubwa kwa Waahmadia kwamba wanatakiwa kutimiza wajibu wao kwa uaminifu mkubwa na hawatakiwi kuwa na tamaa yoyote katika mali. alikuwa anajitolea sana na alikuwa kwenye mstari wa mbele katika kutoa michango. alikuwa anatoa michango ya Tahrike Jadid kwa niaba ya wazazi wake na ndugu zake na kwa niaba ya Masihi Maud Salam na Mtume sallallahu alaihi wasallam. alikuwa mtu wa watu. aliwalea wanafunzi wa chuo kama wawe watoto wake na ndugu zake. katika swala walikuwa wanakusanya katika nyumba yake. wakati wa magharibi daima alikuwa anatabasamu, alikuwa anakutana na watu kwa tabasamu. alikuwa na tabia ya kurizika kwa kile alichonacho. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر